Nimejigundua kuwa mimi mpiganaji kwa sababu kuna situation ishai kutokea, nilipigana na watu wengi sana, na nikatokea kuwapiga, nikaonekana mshindi, nikawapiga sana siku hiyo. Nilivyofanya balaa kubwa nikapiga watu wengi mpaka ikapelekea watu wakaanza kuniita mimi mwizi. Na ilipelekea mpaka mimi brother zangu kunipush kunileta huku kuja kunipeleka Tanga kwenda kujifunza ngumi kwa kocha Hamisi Mwakinyo. Kwa sababu alikubali, na siku moja alikuwa aliniambia kwamba mdogo wangu, kwa sababu jinsi unavyokuona unafanana na Wilder, una bondia mmoja ni wa Marekani anaitwa Wilder. Sasa jinsi ninavyokutazama wewe unafanana na Wilder. Kwa hiyo siku moja nitaje nikupeleke ukacheze ngumi. Hatimaye siku hiyo ilivyotokea hiyo vurumati na vurugu iliyotokea mpaka nikapiga hao watu, ilimsukuma brother na kunipush kwenda kujifunza ngumi Tanga. Wakati bora kwangu nikiwa ulingoni ni wakati ule ambao natangazwa kwa mshindi. Ule ndo wakati bora ambao nauhisi kwangu. Kitu ambacho kinakuwa akilini mwangu wakati kengele ya kwanza inalia ni attention sana inakuwa kwa upande, kwa sababu wakati game inaanza huwezi kaanza tu kukurupuka, kwa sababu mwili unakuja pata moto, unaweza kupigwa ngumi ukapata ganzi pale pale, lakini mwili kumechemka tu ukipigwa ngumi kali. Kwa hiyo ile punch unaweza kuimudu kwa sababu mwili tayari umeshapata moto, mwili umechemka. Kwa hiyo ngumi haiwezi kawa na madhara tofauti na ile kwamba pap umeingia mwanza kuleta fujo, mwisho siku ngumi kutana na ngumi kali, basi ukashindwa kuendelea na mchezo. Pale ninapokutana nimepigwa ngumi ya kidevu inakuwa imenikamata. Kwa hiyo attention yangu ya kwanza ni kwanza kujilinda, kwanza kutafuta pumzi, kwa sababu ngumi kali kisha kupiga uwezo kukurupuka tena, uwezo kumfuata mchezani, uwezo kucheza, na uwezo kawa na maamuzi zaidi ya yote zaidi ya kukimbia. Kwanza upate pumzi ili uendelee, au kukumbatia, maana ni mojawapo ya mchezo kwa ajili ya kupata energy tena ili uanze upya tena kwenye kuendelea na fight. Nikikutana na bondia ambaye ni mkali zaidi yangu, akili yangu waga inawaza vitu vingi sana, kwa sababu cha kwanza nawaza kupoteza, kwa sababu anakuwa amenizidi kila kitu kwa wakati huo, kwa sababu anakuwa kwanza anaweza kuitumia ringi vizuri. Unaweza kumove kwenda huku, yeye akakukatia kwenda huku, ukaiona ringi ni ndogo. Kwa kitu cha kwanza ambacho naoga na kiwaza sana ni mimi kwanza kutembea footwork sana, natengeneza footwork na kutumia ngumi za masafa marefu kumzuia asinisogee karibu, kwa sababu yeye anakuwa ana speed na kila kitu ambacho anacho. Kwa kitu ambacho kitanifanya mimi nibadilishe mchezo kwa wakati huo ni kutumia urefu wangu ambao ninao mimi na ngumi za masafa marefu ambazo sio za kusogeleana, kwa sababu ukisogea anakuwa na hatari, kwa sababu yeye anakuwa na power na kila kitu, ana speed. Kwa kitu ambacho kitamfanya mpinzani wangu huyo mkali ambao nitakutana naye kwa wakati huo ni kumweka mbali na kutembea sana. Sijaitamani kukimbia hata kama nimekutana na mpinzani mgumu kiasi gani, japokuwa kila raundi ambayo nitakuwa naenda kulingana na mpinzani wangu anavyokuja na jinsi atakapokuwa ananikuja ndio nitakapokuwa nazidi kumpokea hivyo jinsi anavyokuja. Kengele ya mwisho bwana mimi kigongwa, ni kama nimekutana na mpinzani mkali kwa wakati huo. Cha kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu bondia unayecheza naye na utani mgumu kwa wakati huo amekuzidi kila kitu, na inapaka inafikia wakati raundi ya mwisho umemaliza. Mungu ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ubora wa mpinzani wangu kwa wakati huo. Hizo kelele za mashabiki mara kusema tembea, mara kimbia, fanya hivi, waga sizisikilizi kiukweli, kwa sababu mimi sana nasikiliza sana kwenye kona yangu. Mimi natoka pale ninachoenda kufanya ulingo pale katikati ya boxing, nimetoka kwenye kona yangu, nimeshapewa maelekezo bana, huyu bondia yuko hivi na hivi, kufanya hivi na hivi. Kwa lakini zile kelele za huko pembezoni waga sisikizi hata kidogo, kwa sababu wale wajui lolote, hawanijui mimi napigana vipi, hawajui lolote mimi nimetrain vipi. Kwa mimi natoka na kitu ambacho nimeambiwa na makocha wangu, nenda kafanya hivi raundi hii, nenda kafanya hiki, ndio ambacho naenda kukifanya ulingoni. Mimi naamini katika nidhamu, kwa sababu nidhamu inampeleka mtu mbali sana. Nidhamu ndio kila kitu, kwa sababu usipokuwa na nidhamu uwezo ukawaheshimu makocha, usipokuwa na nidhamu uwezo hata ukasujudu kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuongezea kitu ambacho huna. Kwa hiyo nidhamu ni kila kitu kwenye mchezo wote wa boxing au kitu chochote kile unachofanya.